Jioni hii ya leo tutajifunza somo linalosema nguvu ya Yesu wa Ekaristi. Nguvu ya Yesu wa Ekaristi kwa Mkristo anayempenda. Nguvu ya Yesu wa Ekaristi kwa Mkristo anayempenda. Nguvu ya Yesu wa Ekaristi kwa Mkristo anayempenda. Kuna mtakatifu mmoja anaitwa Paskali Beylon. Huyu alikuwa ni mtawa bruda wa shirika la ndugu wa Francisco wa Kapuchini. Enzi za uhai wake, huyu Paskali Beylon alikuwa na upendo sana kwa Yesu wa Ekaristi. Ilikuwa ipiti siku, ilikuwa yapiti masaa manne hajazungumza na Yesu wa Ekaristi. Hata alipokuwa akienda kuomba mtaani, bado alikuwa ameunganika na Yesu wa Ekaristi huko mtaani alikokuwa anaomba. Zamani hizo watawa walikuwa wanatoka ndani wanaenda pia kuomba msaada kwa ajili ya kuendelea kuishi au kujimarisha. Sasa kuna maajabu sana yalitokea siku ya umauti wake baada tu ya kuwa amefariki. Maajabu haya yalitokea siku ambayo ilikuwa inaadhimishwa misa ya wafu kwa ajili yake. Kwa sababu alikuwa na upendo na Yesu wa Ekaristi, Yesu wa Ekaristi ule upendo aliudhihirisha wazi kwa watu waliokuwa wamehudhuria misa ya maziko yake. Wakati wa mageuzo, mwili wa Paskali Beylon ulikuwa umewekwa kwenye kama machela, umelazwa pale. Wakati wa mageuzo, padre alipofika wakati wa mageuzo, alipomnyanyua Yesu juu, Paskali Beylon, ile maiti yake ilinyanyuka kutoka pale kwenye ile machela, ikasujudu kama walio hai walivyokuwa wanasujudu, alafu ikarudi tena. Kibongobongo tungesema ni mzimu, tungeweza kukimbia kutoka msibani, tusema nini kimetokea. Ilipofika pia wakati ambapo padre ananyanyua juu mwili na damu ya Kristo, ile maiti ya Paskali Beylon na yenyewe ilinyanyuka kutoka ilipokuwa imelazwa, na yenyewe ikatoa heshima kwa Yesu. Ni kwa nini? Huyu Paskali Beylon alikuwa rafiki sana wa karibu na Yesu wa Ekaristi. Siku zote urafiki mzuri huwa una matokeo, na huu muujiza uliotokea wakati wa maziko wa Paskali Beylon ulidhihirisha mahusiano mazuri aliyokuwa nayo Paskali Beylon na Yesu wa Ekaristi. Na sasa Yesu wa Ekaristi hamsikilizi kila mtu tu kwa sababu anamuita. Yesu wa Ekaristi watu wote ni wa kwake, lakini yuko karibu sana na wale ambao ni marafiki zake. Tulioko hapa kanisani tunaweza tukawa tumekuja kutoka sehemu mbalimbali, tunaweza pia tukawa tunafahamiana, lakini inapokuja kwenye swala la msaada au uhitaji, haumwendei kila mtu, hata kama unamfahamu huyo mtu. Unamwendea yule mtu ambaye unafahamu kabisa kwamba huyu nikifika nikamwambia changamoto inayonikabili atanisikiliza na atanisaidia. Yesu wa Ekaristi yuko karibu sana na wale ambao wana mahusiano mazuri na yeye. Changamoto ambayo
nimejifunza na naendelea kujifunza, naiona kwa Wakatoliki ni moja. Hawana ile mizizi ya kina kwa Yesu wa Ekaristi, na linaweza likawa sio kosa lao kabisa. Kwa mfano, tumepishana na watoto hawa wa mafundisho, sisio ndio? Walikuwa humu ndani wanajifunza. Hawa watoto kwa umri walionao, ukiwafundisha upendo kwa Yesu wa Ekaristi, wakati mwingine wanaweza wakaona ni hadithi. Labda neema ya Mungu iwasaidie wajue uhalisia. Kwa nini? Kwa sababu bado hawajapigika na maisha, si sawa? Hapo walipo wanalipiwa ada, hapo walipo wananunuliwa nguo, hapo walipo hawana msongo na chochote kile. Kwa hiyo wameingizwa tayari kwenye Ukristo, na baada ya kuingizwa kwenye Ukristo, maana yake ni kwamba watampokea Yesu katika umri wao, jambo ambalo sio baya, ni zuri. Watampokea kwa sababu pia hata mafundisho waliofundishwa ni mafundisho ya awali kabisa, ambayo kimsingi sio ya kuelewa zaidi sana, ni ya kukariri, si ndio hivyo? Ili afaulu mtihani, aweze kupata komunio ya kwanza, aweze kupata nini? Kipaimara. Kwa hiyo unapomhadithia au unapomfundisha habari za Yesu wa Ekaristi, kwanza unamfundisha, saa nyingine yeye anataka ajifunze kwanza kufaulu mtihani, kupata majibu ya kuweza kufaulu mtihani wake na aweze kupata kipaimara. Baada ya hapo ataingia kwenye lile kundi la Wakristo ambao wanakutanika Jumapili kanisani, wanapokea, alafu wanaendelea na maisha yao ya kila siku. Ndani kabisa unakuta hana mizizi ya ukaribu kabisa na Yesu wa Ekaristi. Hili limechangia pia wengi kutokuwa na mahusiano mazuri au kutokuamini kwamba Yesu wa Ekaristi yu hai kwenye maumbo ya mkate na divai, kwamba ninaweza nikaenda kwake nikazungumza, nikamweleza ninachohitaji, naye akanisikia. Na anaweza asiwe na hiyo mizizi, kwa sababu anaweza akawa anatoka kwenye familia ambayo baba na mama hawana ibada kwa Yesu wa Ekaristi. Kwa hiyo hata pia kuwa na mwendelezo mzuri wa kutaka kuendelea kujifunza pia anakuta anaukosa, kwa sababu elimu ya kwanza angetakiwa kuipata kutoka pia kwenye asili yake anayotoka, asili ya baba yake, asili ya mama yake, pale kwenye familia. Kwa hiyo hata sisi kama tunataka kuwa mabalozi wazuri sana kwa Yesu wa Ekaristi, ni lazima tuwe na ushuhuda kutoka kwake. Na bahati mbaya wengi hatuzungumzi matokeo mazuri hadharani ya Yesu wa Ekaristi. Yaani wengi hatutoi ushuhuda juu ya Yesu wa Ekaristi, juu ya nguvu zake. Nilikuwa parokia fulani mwezi kama miwili iliyopita, tulikuwa na semina kama hii. Wakati wa kumwabudu Yesu wa Ekaristi, padre alimtembeza Yesu wa Ekaristi. Tulipotoka, kuna ndugu mmoja ni daktari,
alisema, ninataka kuona zile nguvu za yule Yesu wa kwenye kioo. Anake Yesu wa Ekaristi. Mind you ni Mkatoliki, lakini hata jina la kumuita vizuri Yesu wa Ekaristi hajui. Anamuita Yesu wa kwenye nini? Kwenye kioo. Aha, kwenye kioo. Siku ya pili akaja, na kweli yule Yesu wa kwenye kioo akaonekana kwake. Alikuwa na changamoto ya mabusha, na ni daktari, ametumia kila kitu, lakini Yesu wa Ekaristi alipomgusa, ile changamoto ilikata. Sasa mimi nataka leo walau tugusie kidogo nguvu za Yesu wa Ekaristi, tena nguvu halisi, sio za kuhadithiwa, halisi, ambazo unajua mwanadamu anapenda kitu ambacho anakiona kabisa, na kitu ambacho pia ni kizuri kuliko kitu kingine ambacho ni cha hadithi. Tukitaka kumpenda Mungu, tusimweke Mungu kwenye kundi la kihistoria. Tumsifu Yesu Kristo. Au tusimfundishe Mungu, tusiweke mazingira ya Mungu kuonekana tu katika historia tu na sio katika uhalisia. Na kama tunataka tukutane na Mungu kwenye maisha yetu, lazima huyo Mungu aje tumlete pia, tumuombe Mungu awe kwenye mazingira yetu, jambo ambalo linaweza likatusaidia sana kwenye maisha yetu. Basi ninaomba tusome hii Injili ya Yohane sura ya 15. Injili ya Yohane sura ya 15 kuanzia aya ya 4 mpaka aya ya 6. Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 4 tutaenda mpaka ile aya ya 8. Inasema hivi: kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kila tunapompokea Yesu wa Ekaristi kwa maandalizi mazuri, kwa imani, kwa upendo, anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake. Sifa Yesu Kristo. Mkristo yeyote anayempokea Yesu wa Ekaristi akiwa katika hali ya maandalizi mazuri, huyo Mkristo anakaa ndani ya Yesu wa Ekaristi na Yesu wa Ekaristi anakaa ndani ya huyo Mkristo. Huyo Mkristo anayempokea Yesu wa Ekaristi kwa maandalizi mazuri anageuka kuwa Ekaristi inayotembea, Ekaristi inayoenda ofisini, Ekaristi inayoishi kwenye familia na wanafamilia wengine. Kwa maana anasema mkikaa ndani ya, kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Tutawezaje kukaa ndani ya Yesu wa Ekaristi? Hatuwezi kukaa ndani ya Yesu wa Ekaristi tukiwa katika hali ya dhambi, tukiwa katika hali ya uchafu fulani hivi. Tutakaa ndani ya Yesu wa Ekaristi tukiwa kwenye hali ya neema, kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake isipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Maana yake ni kwamba hamtazaa. Mimi ni mzabibu,
ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Hebu sema huzaa sana. Hili neno nimelifurahia, huzaa sana, kwamba Mkristo yoyote anayekaa ndani ya Yesu Ekaristi, huyo anazaa sana. Anazaa nini? Mkristo wa aina hiyo, mahali popote anapowekwa anazaa. Kama ni mfanyabiashara, atazaa kwenye eneo lake la biashara. Kama ni mfanyakazi, atazaa kwenye eneo lake la kazi. Kama ni kiongozi, atazaa kwenye eneo lake la uongozi. Kama ni mkulima, atazaa kwenye eneo lake la ukulima. Huyo huzaa sana, sio huzaa kidogo. Huzaa sana. Maana yake ni kwamba ni mtu ambaye ana matokeo kwenye maisha yake, ni mtu ambaye anapata anachokitafuta. Kwa nini? Mwenye asili ya vitu vyote yuko ndani yake, ndio maana anazaa. Mwenye mamlaka yote yuko ndani yake, ndio maana anazaa. Huyo huzaa sana. Kwa nini Wakristo wengi hatuzai? Kwa nini Wakatoliki wengi hatuzai? Ni kwa sababu Mungu wetu yuko midomoni sana kuliko moyoni. Wakristo wengi ambao tuna tabia ya kuwa na Mungu mdomoni na sio moyoni. Mioyo yetu inaweza ikawa inataja sifa za huyo Mungu, midomo yetu inaweza ikawa inataja sifa na maajabu ya huyo Mungu, lakini mioyo yetu haiko kwake. Sasa hatuwezi kuzaa, kwa sababu aina ya maisha unayoishi na kile unachokizungumza vinapotofautiana tu, hauwezi ukapata matokeo kwenye maisha. Sasa na Wakatoliki wengi tumeishia tu kujiproud kwamba sisi ni Wakatoliki, tumeishia tu kujisifia kwamba sisi ni Wakatoliki, lakini uhalisia ni kwamba tunaishi matunda ya Kikatoliki. Tumeishia tu kusema kwamba kanuni za Kikatoliki zinaenda hivi. Je, hizo kanuni tumeziweka kwenye maisha yetu? Yaani kuwa Mkatoliki haitoshi kama hauzai matunda kwenye maisha yako. Kuwa Mkatoliki haitoshi kama hauishi maisha ya kiekaristi kwenye maisha yako. Haitoshi, unapoteza tu muda. Yaani kuwa Mkatoliki sio kigezo cha kwenda mbinguni. Labda niliweke hilo, kwamba kwa sababu mimi ni Mkatoliki nitaenda mbinguni. Utaenda mbinguni endapo utaishi kwenye hizo kanuni za Kikatoliki. Kwa sababu kama matunda ya Kikatoliki hayazai ndani yako, utaenda mbingu ya nani? Hakuna mbingu ya namna hiyo utaenda. Na Wakatoliki wengi tuna hiyo kasumba. Tumeishia tu kujiweka kwenye hiyo level kwamba sisi ni Wakatoliki, lakini uhalisia wa kuishi yale matunda ya Kikatoliki hauonekani. Kwani kwa Wakatoliki hamna wambea? Wapo. Wakatoliki hakuna wanaovunja ndoa za wengine? Wapo. Hakuna wanaoiba? Wapo. Hakuna wanafiki? Wapo. Hakuna watekaji? Wapo. Hakuna waongo? Wapo. Hakuna wala rushwa? Wapo. Sasa hauwezi ukajiita kwamba ni Mkatoliki lakini unaishi kwenye hayo mazingira na hayo maisha, na ukaishia kusema kwamba mimi nimekamilika kwa kila kitu. Kwa hiyo hii kuwa tu Mkatoliki inatosha.
Na kweli moja ya watu ambao wamesoma sana ni Wakatoliki pia, lakini wamemweka Mungu pia kwenye historia ya walichokisoma na sio kwenye matendo. Ndio maana saa nyingine hawazai. Sifa Yesu Kristo. Huyu anasema huzaa sana. Ngoja tuendelee. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Bila Yesu Ekaristi hatuwezi kufanya chochote kwenye maisha. Aya ya 6 inasema, mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketee. Kuto kumpokea Yesu Ekaristi ni kujifungia baraka. Yaani wengi ambao hawampokei Yesu Ekaristi wamejifungia baraka. Inawezekana hata wanachokipitia kwenye maisha leo wasingekuwa wanakipitia hicho kwa sababu kuna aina ya neema wamezikosa kwenye maisha yao, kwa sababu sakramenti yoyote ina neema ndani yake. Na wengi ambao hawapokei Ekaristi Takatifu wamejifungia baraka kwenye maisha yao, wamejifungia baraka kwenye biashara zao, wamejifungia baraka kwenye kazi zao, wamejifungia baraka kwenye ndoa zao, wamejifungia baraka hata kwenye uongozi wao. Hao wasiompokea Yesu Ekaristi wamejifungia baraka. Na wale ambao wanampokea Yesu Ekaristi katika hali ya dhambi, na wao wamejifungia baraka kwenye maisha yao. Kuna mtu unamuona kila Jumapili anakominika, lakini hauoni akizaa chochote kwenye maisha yake. Huyo anampokea tu. Kuna wale ambao unakuta anampokea Yesu Ekaristi, lakini amelewa, hajui hata anachopokea, yuko nzi. Si tunajuana? Kuna mtu unaweza ukakaa naye kwenye benchi akawa anatoa tu harufu za pombe. Uongo? Kuna mtu unaweza ukakaa naye kwenye benchi, toka alikoingia kanisani ni kusinzia tu, hata homilia hajaisikia, lakini ukifika wakati wa kwenda kupokea mwili na damu wa Bwana wetu Yesu Kristo, anaenda kupokea. Siko hapa kuhukumu, lakini mtu kama huyo kwa mazingira ya nje amejiandaa kumpokea Yesu Ekaristi? Hajajiandaa. Sasa na huyo hawezi akazaa matunda. Mtu amekaa mwaka mzima hajawahi kwenda kwenye sakramenti ya kitubio, unajiuliza wewe hautendaji dhambi rafiki yangu? Amekaa mwaka mzima hajaenda kwenye sakramenti ya kitubio, lakini mwaka huo mzima aliokaa kila Jumapili anapokea. Amekaa miaka 3 hajawahi kuungama, lakini miaka yote hiyo 3 huwa anapokeaga kila Jumapili. Unajiuliza huyu ni malaika au ni mwanadamu? Asa ndio maana wengi hatuna matunda ya sakramenti za kanisa, kwa sababu hatuishi kadiri ya kanuni ya hizo sakramenti za kanisa, kwa sababu kila sakramenti ambayo inapatikana ndani ya kanisa Katoliki ina neema zake na imewekewa mazingira yake, kwamba ukiungama kuna hiki utakachopata.
Ukipokea Ekaristi Takatifu kwa upendo, kuna hiki utakachokipata. Siku moja nilikutana na mama mmoja, alikuwa ameolewa. Alipoolewa hakupata mtoto, lakini ni yule mama ambaye mkiingia naye kwenye biashara ujue hiyo biashara itakufa. Akienda mahali popote kila kitu kinakufa. Sasa siku moja akawa amepata mtaji kama milioni 20 hivi, akafungua mgahawa, hii migahawa ya kisasa. Baada ya kama miezi mitatu tu hakuwa hata na kijiko kwenye ule mgahawa, manake kila kitu kilikuwa kimeisha. Sasa siku moja akanitafuta, akanihadithia mazingira yake, nikamwambia sawa. Nikamwambia ninaomba tujipe challenge ya kusali mbele ya Yesu Ekaristi kwa muda wa siku 90. Nikamwambia hivyo kwamba popote utakapokuwa, kila siku upate hata nusu saa tu, au kama muda umebana sana upate hata dakika 10 tu za kukaa mbele ya Yesu Ekaristi, umuulize changamoto yake. Na mimi kwenye hizo siku 90 nilikuwa siendi kumwombea. Nilipokuwa nakutana na Yesu Ekaristi nilikuwa tu namwambia, naomba unifunulie tu ambacho kimemfunga huyu mama. Zile siku 90 zikaisha, nikawa nasikia neno ndoa, 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 ndoa. Sasa nikaongea naye, nikamuuliza umeolewa? Akasema na nimefunga ndoa. Kweli? Sawa. Lakini akaniambia nimeachana na mwenzangu. Okay, sawa. Kwa nini umeachana na mwenzako? Akasema mwenzangu alikuwa ni mlevi sana sana, na akilewa akija nyumbani haniiti mke wangu, ananiita shemeji. Sifa Yesu Kristo. Ananiita asubuhi, akiamka nikamuuliza kwa nini unaniita shemeji? Anasema mimi zilikuwa pombe tu. Kumbe huyu aliyemuoa alikuwa na kaka yake. Kaka yake alikufa kabla ya kuoa. Sifa Yesu Kristo. Kwa hiyo wakafanya kwa siri, kwa tamaduni za hilo kabila kwa kaskazini huko, wakasema kwa sababu kaka yako alifariki bila kupata mtoto, utaoa, lakini mwanamke utakayemuoa sio wa kwako, ni wa kakaya. Maana yake ni kwamba huyu dada aliyemuoa ni marehemu, sio yule ndugu. Mnaelewa sasa? Maana yake sasa yule ndugu si hayupo. Kama umeingia, ni kama aliingia agano na mauti. Sifa Yesu Kristo. Aliingia agano, maana yake amefunga ndoa na mauti. Sasa ndio maana kila alichokuwa anakifanya kwenye maisha yake kilikuwa kinakufa. Sasa
Nikamtafuta yule aliyekuwa ni mume wake sasa, kwa sababu alikuwa ameachana na yeye. Huyu baba mambo yake ndo hivyo, yalikuwa hayaendi kabisa. Nikamtafuta, nilipomtafuta ndo akaniambia kwamba mwalimu, naomba nikwambie ukweli, mimi sijawahi kuoa. Mimi sijawahi kufanya nini? Sijawahi kuoa. Yule mwanamke ni mke wa marehemu kaka yangu. Kamuuliza, lakini si umeoa wewe? Mimi nililazimishwa. Kamuuliza, na wewe sasa baada ya kumeachana naye umeoa? Sema, nioe wapi mwalimu, nimekuwa na maisha magumu. Ndio hivi maisha yangu yamekuwa namna hii. Sasa kilichofanyika mpaka huyu mama alikuwa hajui kabisa, na amekaa almost miaka 20 hana mtoto. Kwa sababu gani? Maiti hazai, maiti hafanyi biashara, maiti hafanyi kazi, maiti hawezi kuwa na watoto. Msifu Yesu Kristo. Kwa ndio maana huyu mama alikuwa anapitia hizo changamoto. Kwa hiyo basi, baada ya kuligundua lile, tukarudi mbele ya Yesu wa Ekaristi, tukasali. Ya Mungu, tunaomba utufungulie, utuoneshe sasa nini ambacho tunatakiwa kukifanya. Baada ya hapo, kimsingi hiyo ndoa toka awali haikuwa ndoa, ilikuwa nini? Batili, kwa sababu kulikuwa na udanganyifu ndani yake. Basi tukawa tena na novena kwa Yesu wa Ekaristi almost siku 90. Tukaomba yule mama akawa amefunguliwa, baadaye akapotea. Na mimi nikawa nimesahau kwa sababu ya majukumu ya watu wengi na nini na nini. Amekuja kunitafuta baadaye tena, alinipigia kuniomba hela. Imepita kama miaka 2. Mbe, mwalimu, na vichanga hapa, naomba unisaidie. Una vichanga tena? Mwalimu, ilibahatika basi nikapata bwana mmoja, ingawa amenikimbia, lakini nashukuru ameniachia watoto. Nikamuuliza, wangapi? Sema, mwalimu, huwezi amini, nimejifungua watoto 3 kwa wakati mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa nikajikuta tu nacheka kwamba Mungu ni kama amefidia. Tumsifu Yesu Kristo. Na wote walikuwa watoto wa kiume. Nikamwambia, hata kama amekimbia usiumie sana, walau hautaitwa tena tasa. Wewe ni mama tena wa watoto 3. Tumsifu Yesu Kristo. Ambacho nimejifunza ni kwamba tunachokitafuta nje sisi kama Wakatoliki tunakiacha ndani, na inawezekana ni mbinu mahususi kabisa ya Shetani kuwatoa Wakatoliki kwenye asili ya chanzo cha kila kitu, kuwapeleka mahali ambapo hamna chanzo. Yaani, kama unatafuta kazi, hiyo kazi ukienda kwa Yesu wa Ekaristi utaipata, anayo. Kama unawatafuta wateja, ukienda kwa Yesu wa Ekaristi atakupa wateja tena wazuri na sio wasumbufu. Kama unatafuta uponyaji, ukienda kwa Yesu wa Ekaristi anajua chanzo na changamoto ya afya yako, atakuponya. Ambacho tumekosa tu ni ile imani ya kuamini na kumwona Yesu wa Ekaristi akitenda kazi kwenye maisha yetu.
Sasa ambacho nimegundua kwamba Wakristo wengi hasa Wakatoliki huwa tunaenda mbele ya Yesu Ekaristi na macho ya kibinadamu. Ukienda kwa Yesu Ekaristi na macho ya kibinadamu, utaishia tu kuona umbo la mkate. Ili upate manufaa mazuri, unapoenda kwa Yesu Ekaristi unatakiwa kwenda na jicho la imani. Ukiwa na hilo jicho la imani, utamuona Yesu Ekaristi. Ukiwa na hilo jicho la imani, utaona matokeo na majibu ya Yesu wa Ekaristi. Lakini ukienda na jicho la kibinadamu, utarudi na matokeo ya kibinadamu. Na ukirudi na matokeo ya kibinadamu au na majibu ya kibinadamu, obvious, utajikatia tamaa, utajikuta tena unatoka nje ya uwepo wa Yesu Ekaristi. Miaka mitatu imepita, nilikuwa jimbo moja hapa Tanzania, tulikuwa na semina. Nilipofika pale, paroko wa pale aliniambia kwamba, mwalimu, kuna mama mmoja nimemwambia atakuja kwenye semina kesho, lakini naomba nikupe mazingira ya huyu mama. Father akaniambia kwamba huyu mama amebeba mimba kwa muda wa miaka mitatu. Miaka hii mitatu ana mimba, hajawahi kujifungua. Nikamuuliza, Father, hilo linawezekana? Akasema, ndio maana sasa nimekuambia kama utataka tumuite hapa ili umhoji zaidi, tutamuita, utamhoji. Ni jambo ambalo hata mimi linanishangaza. Nikamwambia, kwa nini asifanyiwe operation sasa? Akasema, ni kweli madaktari kila anapoenda kwa madaktari wanamwambia mtoto yuko salama, lakini tukikufanyia operation mama utakufa, namna mtoto alivyokaa. Kwa hiyo hata madaktari wameshindwa kumfanyia operation, imebaki ana hengi tu hivyo. Sasa Father akaniambia kwamba walinipa historia yao ilikuwaje. Asema huyu mama aliyekuwa na mimba ya miaka mitatu alitaka kurithishwa uchawi na mama mkwe wake. Mme wake ambaye ni mtoto mtu akamwambia kwamba, mke wangu, usikubali kabisa mama kukupa hicho anachotaka kukupa. Na yeye akasema, hata mimi siwezi kukubali. Kwa hiyo huyu binti alivyoambiwa na mama mkwe kwamba natakiwa nikurithishe, sasa nikupe hichi ambacho kipo, yule binti alikataa. Wakati anakataa, alikuwa tayari alishazaa watoto watatu. Mama mkwe akamwambia, kuanzia leo hautazaa. Sio hautashika mimba, elewa hilo. Hautafanya nini? Hautazaa. Sasa ikabidi wahame kutoka kijijini walikokuwa wanaishi, wakahamia mjini. Wakati wanahama pale, ni kama huyu mama alikuwa amepata ujauzito. Wamefika mjini sasa, wakaanza maisha. Mimba hiyo hapo, miezi 9 imefika. Kujifungua haiwezekani. Mwaka umeisha, tumbo liko vile vile. Mwaka na nusu umeisha, tumbo liko vile vile. Wakaenda mpaka kwa waganga wa kienyeji, akaambiwa kwamba yani huyu ili ajifungue lazima mzimu wa kwao kwanza aende atengenezwe na mzimu wa kwao, ndo atajifungua. Maanake mzimu wa yule mama mkwe, yani ambia kwa nini anakataa kuchukua hicho ambacho akikichukua tu atajifungua, akikubali tu atajifungua. Lakini wao wakabaki kwenye msimamo ule ule. Mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Sasa siku hiyo nimefika. Sasa kesho yake ndo tunaanza semina.
Baba akawa amempigia simu, alikuwa kwenye kigango jirani, Warau alikuwa hasadi pale parokiani, alikuwa upande wa kigangoni. Kwa hiyo akawa amemwambia na akawa amemwambia mume wake kwamba ajitahidi wewe unamleta kila siku kwenye semina. To be honest, mimi niliingiwa na mashaka kwamba huyu kweli nikimwombea atapona. Niliingia hayo mashaka kwa miaka yote hii mitatu, niliingia hayo mashaka. Nikasema okay, ngoja tuende hivyo hivyo. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ya semina yetu, wakati padre anapita na Yesu Ekaristi na sisi tunaomba, yule mama alijifungua katikati ya maabudu. Katikati ya maabudu, yaani kama hivi tutakavyokuwa tunaabudu Yesu Ekaristi, wakati tunaendelea, mama huko anajifungua, na akajifungua vizuri kabisa, mtoto wa kiume. Leo mtoto alimpa jina anaitwa William Boke, walimpa jina langu la tatu, wameweka ubini wao. Na padre akamwambia yule mama, hakikisha huyu mtoto aje awe padre. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu Ekaristi ana nguvu sana, ni vile tu tumembana, yaani tumemwekea kama limitation fulani hivi. Kuna wakati ambao unatakiwa kwenda mbele ya Yesu Ekaristi kumtazama tu alafu na kurudi. Mimi mtindo wangu wa kuzungumza na Yesu Ekaristi, kuna wakati nazungumza naye kama anavyozungumza hivi na wewe. Kuna wakati nazungumza naye kama baba, na wakati nazungumza naye kama rafiki. Kuna wakati nazungumza naye kama Mungu. Kuna wakati nampelekea haja zangu, namwambia kabisa, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Hii ikoje? Tunavukaje hapa? Tunaendaje hapa? Na anasikia, anaponya. Ni vile tu tumemsalitia, na atumie hilo neno, ni vile tu tumemsaliti, tumemwacha peke yake. Kwa unajikuta tuko hapo, hatupokei hata zile neema ambazo zinastahili kwenye maisha yetu. Ninakuomba mpende Yesu Ekaristi kwenye maisha yako kuliko kitu chochote kile kwenye maisha yako. Mpende Yesu Ekaristi mpaka ajue kwamba unampenda. Mpende Yesu Ekaristi mpaka familia ijue kwamba unampenda Yesu Ekaristi. Mpende Yesu Ekaristi mpaka hata kazini wajue kwamba unampenda Yesu Ekaristi. Mpende Yesu Ekaristi mpaka watoto wajue kwamba unampenda Yesu Ekaristi. Mpende Yesu Ekaristi mpaka hata shetani ajue kwamba unampenda Yesu Ekaristi. Mpende Yesu Ekaristi mpaka hata mapepo yajue kwamba huyu anampenda Yesu Ekaristi kuliko chochote. Mpende Yesu Ekaristi mpaka hata uchumi wako wenyewe ujue kwamba huyu anampenda Yesu Ekaristi. Mpende Yesu Ekaristi mpaka hata mwili wako wenyewe ujue kwamba huyu mtu anampenda Yesu Ekaristi. Nakwambia, ukimpenda Yesu Ekaristi na yeye atakupenda. Ukimpenda Yesu Ekaristi na yeye atakulinda kwa namna yoyote ile ambayo hautegemei kwenye maisha yako. Mtu yeyote ambaye ana mahusiano mazuri na Yesu Ekaristi, huyo mtu siku zote huwa ni mshindi kwa nyakati zozote zile. Kuna neema unazipata, kuna nafasi unazipata anazozitoa Yesu Ekaristi. Anza mahusiano tu taratibu.
taratibu taratibu, mpaka utajikuta umeingia kwenye uraibu wa kumpenda, na huo ndo uraibu mzuri. Utajikuta tu umeingia kwenye uraibu wa kumpenda Yesu Ekaristi, na ukishaingia kwenye huo uraibu, wewe una uhakika kwamba utakuwa umeshinda tayari. Atakaa ndani yako na wewe utakaa ndani yake, na chochote utakachofanya na chochote utakachoomba yeye atakupa. Nenda ujaribu, afu nenda uwe na mwendelezo. Kuna nguvu utazipata ambazo sio za kawaida kupitia huyo Yesu Ekaristi. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tumwabudu Yesu Ekaristi.